Wakati huu mtazamaji, na kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa maisha yetu. Ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili ambayo imekubalika machoni pa Bwana tuweze kuhudhuria ibada kwa siku hii ya leo. Nikukaribisha sana kutoka hapa kanisa la Isesa. Kanisa la Moravia ni ushirika wa Isesa ndani ya jimbo la Rukwa. Ni ibada ambayo inafanyika ambapo tutaongozwa na mtumishi wa Mungu, kiongozi wa ibada ambaye ni Samuel Rungwe, lakini mchungaji anayekwenda kutoa neno ama kutufundisha kwa siku ya leo ni mchungaji Sebastian Msukuma. Basi nikukaribisha sana, tuungane kwa pamoja, tujifunze kwa pamoja na Mungu akubariki sana. Vumilia Mwanyangala kutoka hapa jimbo la Rukwa, Moravia. Tuianze ibada yetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neno kuu linalotuongoza katika siku hii ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 5 linasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Kisha pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Basi pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Kisha pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 5. Tuimbe tenzi wimbo namba 16. Tegemea Mwokozi wangu kabisa, Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaongozwa na utaratibu wa 3 kwa walio na maliturujia. Leo tunaongozwa na utaratibu wa 3. Bwana Mungu wetu, utukufu wa jina lako ni wa ajabu katika dunia yote. Wewe umeweka utukufu wako juu mbinguni, toka mashariki mpaka magharibi jina la Bwana litukuzwe. Mungu ni roho, nao wote wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mimi nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba, tuungame dhambi zetu.
ushirika. Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Mungu, uniumbie moyo safi, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitengemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Kristo Yesu mwana kondoo wa Mungu, makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu hii hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Huyu ndiye Mungu amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani. Kwa sababu hii na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa njia yake yeye. Na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamalo jina lake. Amen.
Zaburi ya leo ni Zaburi ya 104 mstari wa 24 mpaka 35. Zaburi ya leo ni Zaburi ya 104 mstari wa 24 mpaka 35. Bwana, jinsi yalivyo mengi matendo yako, kwa hekima umevifanya vyote pia. Dunia imejaa mali zako. Bahari iko kule kwa Bwana, ndimo mlima uendavyo usivyohesabika, viumbe hai vidogo kwa vikubwa. Ndimo zipitamo merikebu, ndimo alimo lewadhani uliyemuumba acheze humo. Hao wote wanakungoja wewe, uwape chakula chao kwa wakati wake. Wewe huwapa wao wanakiokota, wewe unaukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Wewe wauficha uso wako, wao wanafadhaika. Waiondoa mji yao, wanakufa na kuyarudia makaburi yao. Waipeleka roho yako wanaoiumba, nao wanaufanya upya uso wa nchi. Utukufu wa Bwana hudumu milele, Bwana na afurahie matendo yake. Aitazama nchi imetetemeka, aigusa milima inatoka moshi. Nitamlilia Bwana maadamu ninaishi, nitamshangilia Mungu wangu nikiwa hai. Kutafakari kwangu na kuwe kutamu kwake. Mimi nalimfurahia Bwana. Wenye dhambi wakiangamizwa katika nchi, waendao ubaya wasiwepo tena. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Amen. Karibuni wimbo wa kutuwafundisha kwa ajili ya kuungama, kwa ajili ya kuomba zaburi kwa pamoja. Changamkeni wale wahusika kwa ajili
worship the Lamb.
Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Amen. Kumbuka mama, unapokwenda sokoni, majelo mengi umefunga kwenye nguo. Unapolipa 50, 100. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Kumbuka mama, unapokwenda sokoni, majelo mengi umefunga kwenye nguo. Unapolipa 50, 100. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Bwana Yesu ni wa gharama sana. Bwana Yesu si wa 50, 100 wala 200. Sikubali kamwe kumpa Yesu makombo. Sasa makofi mengi kwa Bwana. Naomba mrudi watoto. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mstari wa moyo unapatikana katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 36. Maneno ya Mungu yanasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Amina. Yesu akasema basi iweni na huruma. Amen. Haleluya. Haya wazazi, tuwalete watoto tuliowapakata mikononi mwetu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, alipenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana watoto kama hawa ufalme mbinguni ni wao. Yatupasa tuwalee watoto katika njia ipasayo, nayo hawataiacha hata watakapokuwa wazee kama sisi. Kwa hiyo ni muhimu wetu kuwaleta nyumbani mwa Bwana na kuwapa sadaka. Tumesikia watoto wengi 150, wakati kwenye mifuko yetu tumejaa 500. Kwa ujumbe umefika kwa wazazi. Unapompa 250, maana yake unamkaririsha sadaka yake ni 200, atakiwa mtu mkubwa. Twende tuwaombe watoto wetu ambao Mungu ametupa zawadi ya neema machoni pa Bwana. Nasi tumewaleta mbele ya madhabahu ya Bwana, ukaachilie manukato ndani yao, kaachilie uzima ndani yao, kaachilie afya ndani yao, kaachilie akili na maarifa ndani yao, kaondoe magonjwa na maradhi, kaondoe udhaifu ndani ya watoto wetu. E Bwana Mungu, tusaidie kuwalea watoto hawa kama neno lako linavyosema. Mungu wetu, utupe nafasi na akili na ufahamu, e Bwana, ili tupate nafasi ya kumkasha Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda.
Bwana Mungu akuangazie ndugu za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupenya mali, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mshangilie Mungu kwa makofi. Haleluya. Somo letu la kwanza tunalipata katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 21. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 21. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikika, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana wenyewe, tazama, hawa wote wasemao ni wa Galilaya. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Waelami, nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrene na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wengine walidhihaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja siku ile ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Mstari wa mwisho, na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Haya ndiyo maneno ya Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, tutaanzia mstari wa 3b, tutaishia mstari wa 13. Maneno ya Mungu yanasema, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi,
bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule. Mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Mstari wa 13, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, Bwana tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Somo la pili la koma hapa, na Mungu alibariki. Amen. Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani na Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, amepaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu, na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililopo popote, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Ni watakatifu sana hapana, ni wazuri sana hapana, au tunafaa hapana. Zake na rehema zake nyingi twaishi, kwa neema yake twaishi, kwa mapenzi yake twaishi. Ni watakatifu sana hapana, ni wazuri sana hapana, au tunafaa
kazi yako kanisa Bwana. Wapo mengi yaliyopungua ndani yetu ya Bwana. Roho Mtakatifu tunaweka uwepo wako, ufalme wako utimame hapa Bwana. Tunashukia hewa yetu ipo tayari ya Bwana. Mungu ametuandaa kwa kadri udhaifu, nasema mimi ni hodari. Kwa kuwa Mungu hukutumia udhaifu, katuondolee roho ya udhaifu, katuondolee roho ya uregevu, katuondolee roho ya mashaka na hofu. Kwa kuwa Bwana ulitununua kwa damu yako thamani. Tubarikie waumini wote Mungu, kwa kadri ulivyotukarimu na baraka. Kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Kukubali neno lake ni raha, na ndani ya raha amani ya Mungu itakaa ndani yetu. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, na wakati tunaimba tena tenzi namba 12, ewe Roho wa mbinguni uje kwetu. Roho wa mbinguni akija kwetu atafanya mabadiliko ndani yetu, na ndio maana neno la Mungu nasema ufalme wa Mungu ukaribu ndani yetu. Ufalme wa Mungu unapokaa ndani yetu unatengeneza maisha mapya. Sema amen. Roho wa Mungu anapokaa ndani ya nafsi yako anatengeneza mawazo mapya, fikra mpya, kiwango cha kufikiri, kiwango cha kutenda kinakuwa kipya kila itwapo leo. Kwa karibu na nafsi ya Mungu inafanya uwe mpya. Roho wa Mungu anakufanya uwe kiumbe kipya kila itwapo leo, na anachilia ufahamu mpya na fikra mpya na uwezo mpya. Haleluya, haleluya. Wakati tunasoma Zaburi ya siku ya leo, Zaburi ile ya 104 mstari au beti wa 24 mpaka ule wa 34 na 35b, ilichukua pointi moja katika hii mstari. Katika Zaburi ya kwanza kabisa ya 104 mstari au beti wa 24, maandiko yanasema, e Bwana, jinsi yalivyo mengi matendo yako, kwa hekima umevifanya vyote, pia dunia imejaa mali zako. Bahari iko kule kubwa na pana, mlimo iko kule, bahari iko kule kubwa na upana, ndimo mlimo viendavyo visivyohesabika, viumbe hai vidogo kwa vikubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Daudi anasimulia matendo makuu ya Mungu aliyoyaona chini ya jua. Daudi anafika mahali anampa Mungu sifa. Heshima zimrudie Mungu peke yake aliyeumba mbingu na nchi. Daudi anasimulia mambo makubwa aliyoyaona. Anasema dunia hii ndiyo kuna mali, na ndani ya bahari kuna viumbe vilivyo hai vidogo na vikubwa. Daudi anamsimulia Mungu matendo makuu aliyoyaona na asiyoyaona. Anampa Mungu sifa kwa uumbaji mzuri, kwa matendo makubwa aliyoyafanya Mungu. Sema amen. Unaweza kumshangilia Mungu peke yake. Kwa namna gani? Kwa matendo makuu anayokutendea kila utapolea. Tangu kuzaliwa kwako yako mengi uliyoyaona na mengine uliyoyaona, yote yanastajabisha, mengine yanafurahisha, lakini sifa na heshima vimrudie Mungu aliyesumba mbingu na nchi. Kwa katika Zaburi hii tunaona Daudi anasimulia matendo makuu ya Mungu katika uumbaji wa Mungu. Tumepewa neno la Mungu katika Injili ya Yohana sura ile ya 20 mstari wa 19 hadi 23. Tumepewa neno la Mungu katika Injili ya Yohana. Mwinjilisti Yohana, mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyependwa na Yesu, sura ya 20 mstari wa 19 hadi ule mstari wa 23. Nitasoma maandiko kama yalivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma,
walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunataka kuona matendo makuu ambayo Yesu anayafanya katikati ya wanafunzi waliokuwa wamefika mahali wamekata tamaa. Biblia inataka kutupa simulizi kwamba kwamba watawashika, watawaua kama Yesu alivyomuua. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akatazama, akaangalia ndani, akaona mioyo ya watu hao ni mioyo iliyovunjika. Akashuka ndani yao kwa namna ya kipekee. Roho Mtakatifu aliposhukia ndani, Biblia inazungumza, nasema Yesu akashuka katikati yao, wangali wamebeba moyo wa hofu wa kukata tamaa. Haleluya, 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 haleluya. Wanafunzi hawa miongoni mwao Yesu anawapokea, anawasalimia, anasema amani iwe kwenu. Haleluya, haleluya. Alipowasalimia amani iwe kwenu, wakashtuka. Kwa kuwa walikuwa na hofu, wakashtuka. Na walipomwona kwamba ni Bwana, wakafurahi sana walipomwona Yesu. Yesu akaanza kujitambulisha kwao, na alipojitambulisha akasema, ili washuhudie, waone kwamba ni yeye kweli. Akasema, angalieni mikono yangu nilimogongomewa misumari. Mioyo yao ikafurahi waliposikia na walipomwona Bwana, mioyo yao ikajaa furaha. Akarudia tena Yesu akasema, amani iwe kwenu. Haleluya. Na mimi nataka kusema, kwa kuwa ujumbe huu Yesu alipowakuta watu waliokata tamaa, akawaambia amani iwe kwenu. Ile hofu ikatoweka, ule uoga ukafutika. Na sisi leo yuko Yesu ambaye anaingia ndani ya mioyo yetu kuondoa hofu na mashaka, ile roho ya uoga ya kutokuamini habari za Yesu. Iko nguvu ya Mungu ndani yetu kwa waaminio. Yuko Yesu aliyekufa msalabani na tayari amekwisha kufufuka, anatutangazia amani mahali tulipozimia moyo, mahali tulipokata tamaa. Yesu anataka amani itawale ndani yetu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yesu mleta amani, Yesu mpatanishi, Yesu anayetupenda anatutangazia neema ya amani. Na ndio maana Ayubu sura ile 22 mstari wa 21 anasemaje? Anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Haleluya. Ndipo mema yatakapokujia. Ayubu anatafakari na yaona matendo makuu ya Mungu, anayashimulia, anasema umjue Mungu sana ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Na sisi siku ya leo unaweza ukajitafakari, ni wapi ambapo roho ya hofu na mashaka imekaa? Yuko mwanaume mmoja tu mleta amani, yuko Yesu mmoja peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Anaondoa hofu na mashaka, anaondoa uoga wote ndani yako, kwa waliokata tamaa, kwa waliokufa moyo, kwa watu waliodharauliwa, kwa watu waliotengwa na jamii. Yuko mleta amani, ni Yesu peke yake. Sema amen, sema amen. Shangilia Bwana, mleta amani. Yesu ni mleta amani. Yesu ni mpatanishi peke yake. Hakuna mpatanishi mwingine awezaye kutuletea amani. Biblia yangu inaniambia, nasema katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, anasema aligongomea hati ya mashitaka. Hati ya mashtaka tuliyoshtakiwa aligongomea wapi? Msalabani. Kwa akatutangazia amani. Sasa Yesu anawatokea wanafunzi akijua wamekata tamaa, wamekufa moyo, wamepoteza matumaini.
Anawaambia amani iwe kwenu. Haleluya. Na mimi siku ya leo tarehe 24 nasema amani iwe kwako. Amani iwe kwako. Hata kama umefika mahali umekata tamaa, usichoke kwa sababu ya jirani yako. Usilegee kumtumikia Mungu. Usichoke, usife moyo. Liko tumaini tena. Yesu nimleta tumaini. Yesu nimleta amani kwa waliokata tamaa, kwa walioonewa. Yeye huwanyanyua wanyonge na kuwapandisha juu. Kazi ya Yesu ni kututoa chini na kutupandisha juu. Kifo cha Yesu kimeondoa unyonge. Kifo cha Yesu kimeondoa udhaifu. Kifo cha Yesu kimeleta tumaini. Na maana Yesu akitambua kwamba hawa watu wamekosa, wamekata tamaa, mioyo yao imeshiria, wamekosa amani, jambo la kwanza anasema amani iwe kwenu. Wamejifungia ndani ya chumba, mioyo yao imejaa hofu na mashaka. Kama kuna mtu ana hofu na mashaka juu ya maisha yake, yuko mleta tumaini Yesu peke yake. Yeye kazi yake ni kuondoa hofu, kazi yake ni kuondoa mashaka, kazi yake ni kukufanya uwe chombo kipya. Haleluya, haleluya. Kifo cha Yesu kimeleta baraka, kimeleta tumaini kwa wanaomtumaini. Amani kitawala ndani ya moyo wako, hata kulala kwako kutakuwa salama na kutembea kwako kutakuwa salama. Usiwe na hofu ya wanadamu wanaopita, watapita tu, lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Weka tumaini kwa Mungu, weka matumaini yako kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usichoke ndugu yangu, usilegee ndugu yangu. Mwambie Mungu, hata kama sijafika kwenye viwango, lakini nakutumaini wewe peke yako. Yesu alipotokea wakiwa wamekata tamaa, Yesu alipotokea katikati yao, alipeleka tumaini kwao. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 14, sura ya 14, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 23, Biblia inasema mtu akinipenda akalishika neno langu, na Baba yangu wa mbingu na nchi akampenda mtu huyo, nasi tutakuja kufanya makao kwake. Unapompenda Mungu, maana unamkaribisha Mungu ndani ya malango yako. Popote unapotembea unatembea naye, popote unapoketi unaketi pamoja naye, ukilala unalala naye. Nini ndani? Bwana asifiwe sana. Bwana nikuulize swali, kama moyo wako umekuja nani, umekasirika, chakula kizuri kinaweza kupita? Kwa nini moyo wako hauna furaha, moyo wako hauna amani? Jiulize swali, majira pengine kuna maiti imelazwa hapa. Je, wakikuletea chakula unaweza ukala? Huwezi kula. Kwa sababu nini? Moyo wako umejaa nini? Simanzi. Lakini Yesu aliondoa simanzi, Yesu aliondoa uchu. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mungu wetu na Bwana wangu na Mwokozi wangu, kama kuna mahali moyo wangu umejaa hofu, umejaa mashaka na uoga ndani yangu, kama wanafunzi walivyojifungia ndani kwa sababu ya hofu ya wanadamu, Mungu wangu na Bwana wangu Yesu Kristo, kwa kupigwa kwako uniondolee hofu na mashaka. Roho yoyote iliyofunga nafsi yangu ili nisikutumikie, amani imetoweka, uniondoe hiyo roho kwa damu ya Yesu. Sema, kwa damu ya Yesu. Hofu yoyote, giza lolote la miungu ya kipepo inayoleta hofu, inayoleta mashaka, uniondoe kwa jina la Yesu. Unipe amani, unipe kustawi na kuongezeka kwenye maisha yangu tangu sasa na siku zote za maisha yangu, nikastawi, nikaongezeke. Nilalapo, niamkapo, mkono wako wa amani uwe juu yangu siku zote za maisha yangu. Sema amen. Baba Mungu, pokea sifa na heshima. Roho Mtakatifu peke yako, kama vile Yesu Kristo ulivyowavuvia wanafunzi wako Bwana,
sikia, iliondoa hofu ya mashaka, iliondoa uoga, iliondoa wasiwasi. Na ndio maana neno lako likasema, Bwana, wote mtakaoondolea dhambi, Bwana, wote mtakaowasamehe, Bwana, na mbinguni pia watakuwa wamesamehewa, Bwana. Watakaofungiwa duniani na mbinguni pia watakuwa wamefungiwa, Bwana. Roho Mtakatifu tunakuhitaji. Fungua yaliyofungwa ndani yetu, fungua roho zozote, mamlaka yoyote yaliyofunga kustawi kwetu, yaliyofunga kuongezeka kwetu. Yesu, tunakuhitaji peke yako, ufanyike baraka kwetu, ufanyike amani ndani ya kanisa letu, na amani yako ikalete kustawi, ikalete kukujua, ikalete amani ipitayo zote. Amani yako itawale ndani ya maisha yetu, na Roho wako wa kweli akatutawala na kutubariki, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa moyo wa ukarimu, kwa moyo wa furaha, ipokee sadaka hii kwa kadiri ya wingi wa fadhili zako. Ukanifadhili siku zote za maisha yangu, nikastawi, nikaongezeke, nikazidi kwa kadiri ya wingi wa baraka zako. Kupitia sadaka hii, ondoa magonjwa, maradhi, udhaifu, mapoza, yeyesha yangu kuanzia sasa na siku zote za maisha yangu. Ili nipokee na sadaka zetu, Bwana, kwa kadiri nimekusudia. Ile neema ya kwako uliyosema, toeni zaka kamili, leteni nyumbani mwa Baba yangu, ili kiwemo chakula cha kutosha na kuongezeka. Ipokee sadaka ya fungu la 10 tuliyokuleta mbele za kiti chako cha enzi, na ubariki watu wote hawa waliokuja na sadaka ya kukushukuru, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
tunapoendelea hapa kwenye haraka, tutakuja mkajiandae. Nitaimba sifa, nitaimba zaburi. Moyo wangu uwe salama. Tunatangaza ni mkombozi, Yesu ni mkombozi, yeye ni mkombozi, mwana-kondoo. Tuna uhakika na mkombozi, Yesu ni mkombozi, yeye ni mkombozi, mwana-kondoo. Jenge imani. Haya yote mnayosikia, Roho Mtakatifu atusaidie kuyajengea imani ili atujalie matunda mbele ya safari. Wanafunzi wako walikuwa wadadisi sana, wakasema kama Yohana aliwafundisha wakwake kuomba, je, wewe unatuacha hivi hivi? Yesu akasema, mjaposhindwa kuomba wanangu, ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyoweza kuwasamehe waliotukosea, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana tubariki, utulinde utupe Roho wako aongoze kwa Yesu. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnamtegemea Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukumpeni amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nikati
naitwa Geoffrey Bernard Kapesa, mshirika wa kanisa la Moravian, ushirika wa Isesa. Neno la leo ambalo mchungaji amehubiri linatukumbusha kwamba kutokukata tamaa, kwa sababu binadamu tunapitia majaribu mbalimbali, na tumeambiwa kwamba mkombozi wetu ni Yesu Kristo, ndiye anayeweza kutukwamua kwenye shida na matatizo mbalimbali tunayoyapitia. Jina langu linaitwa Yusta John Msiani. Ninapatikana katika ushirika wa Isesa, kanisa la Moravian, mkoa wa Rukwa. Katika ibada ya siku ya leo tumesikia neno la Mungu ambalo linapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 19 hadi wa 23. Maneno ya Mungu yanazungumzia habari za Yesu alipofufuka, alivyoonana na wanafunzi wake kwa mara ya kwanza kabisa walipokuwa wamejifungia ndani. Kwa kweli tumebarikiwa na hili neno kwa sababu linatukumbusha namna gani ambavyo sisi ni wanadamu halisi, kwamba tunakuwa katika hofu na mashaka wakati mwingine, lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba wawe na amani, na aliwatakia amani, akawaambia kwamba amani iwe kwenu. Kwa hiyo hilo ndilo jambo kubwa sana ambalo nimebarikiwa siku ya leo kwenye ibada ya leo, kwamba amani ya Kristo ikitawala katika mioyo yetu, basi hatutaweza kuwa na hofu yoyote katika maisha yetu. Ninamshukuru Mungu sana kwa hilo na nimebarikiwa sana na ibada ya siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Joyce Teobaldi Tanganyika. Naishi Isesa. Ni Mkristo wa kanisa la Moravian Isesa. Nimeokoka na mpenda Yesu. Tumebarikiwa sana na ibada ya leo, ilikuwa nzuri, ilikuwa ya kupendeza, ilikuwa na baraka nyingi. Tumebarikiwa na mambo mengi. Pia tumefurahi kwa ajili ya wageni waliokuja kututembelea leo. Mungu azidi kuwabariki. Lakini pia katika ibada tumejifunza mambo mengi sana. Katika neno alilohubiri mtumishi, mimi kipekee nimejifunza hasa katika habari ya kutokukata tamaa. Katika utumishi kuna mambo mengi, changamoto ni nyingi, lakini hivyo kama mtumishi hupaswi kukata tamaa. Unatakiwa kuzidi kumtegemea Mungu, maana yeye ndiyo kimbilio letu na msaada wa kwetu. Hatuna Mungu mwingine ila yeye. Ni mambo mengi sana tunayopitia. Mtu yeyote anapokuwa ameokoka, unakuwa umetangaza vita, lakini hatupaswi kuogopa wala kuhofu kwa ajili ya mambo yoyote yatakayotokea, bali tuzidi tu kumtegemea Mungu, maana yeye ndiye anaweza kutusaidia katika kila jambo. Asante. Naam, msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV, nikushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi katika ibada siku hii ya leo. Kiongozi wa ibada ambaye ni mchungaji Sebastian Msukuma, na Mungu akubariki sana. Vumilia Mwanyangala kutoka hapa Jimbo la Rukwa Moravian.